Just like what I've said, number one, backsliding spirit. It will always hinder revival in our times. We have people in the church who have already backslidden. When you look at their prayer lives, it is no more. When you look at the way they study and read the word, they don't read the word, and also they don't meditate upon the word. When it comes to commitment, these people are nowhere to be seen. They are seen physically, but their commitment
ulikuwa unakuja kufuatia kanisa haukuji. Na wakati utaanza kuona mtu alikuwa na kiti cha pili, roho ya pili ama ya tatu, na akikuja anaenda na ile roho ya mwisho, ujue roho ya backsliding imeingia. Sasa yeye kazi yake itakuwa tu ni kusonga polepole akienda. Anasonga polepole akienda. Alianza na hilo, baada ya hapo atarudi sande hiyo nyingine akuje akae kwa hilo. Akishakaa kwa hilo, sande hiyo nyingine atakuja akae kwa hilo. Mwishoni utakuta wakati ambapo atakaa kwa roho ya mwisho, jambo ambalo litafanyika Sunday maybe baada ya miezi 2 ama miezi 3, utakuta huyo mtu hapatikani mahali popote na alienda na akaenda kabisa. I pray that God will deliver us from the spirit of backsliding in this end time. Naomba kwamba Mungu atatukomboa kutokana na ile roho ya kurudi nyuma nyakati hizi za mwisho. I pray that God will help us. Kwamba Mungu atatusaidia. We shall be able to overcome the spirit of backsliding. Tutaweza kushinda hii roho ya kurudi nyuma. The commitment which you have Bwana, for God when you got saved, the zeal which you had, ile bidii ulikuwa nayo, and also the commitment, the desire, and the strong push which you had for serving God. I pray that God will bring it back to us in the name of Jesus. ule kujitoa ulikuwa unajitoa wakati uliokoka, naomba bishia katika jina la Yesu. Hiyo maiki mwangalilie, kubadilishia maiki ingine. Luke chapter 22 verse 54 to 62. Luka 22 mstari wa 54 hadi 62. 54 hadi 62. Tusome Luka 22 tuanzie mstari wa 52. Kisha Yesu akawaambia viongozi wa makuhani, maafisa wa walinzi wa hekalu na wazee waliokuwa wamekuja, mmekuja na panga na marungu kana kwamba mimi ni mnyang'anyi. Siku kwa siku nilikuwa pamoja nanyi hekaluni, lakini hamkunikamata. Lakini hii ni saa yenu wakati giza linatawala. Tusome 54. Kisha wakamkamata Yesu, wakamchukua, wakaenda naye mpaka nyumbani kwa kuhani mkuu. Lakini Petro akafuata kwa mbali. Walipokwisha kuwasha moto katikati ya ua na kuketi pamoja, Petro naye akaketi pamoja nao. Mtumishi wa kike mmoja akamwona Petro ameketi pale kwenye mwanga wa moto, akamwangalia kwa uangalifu na kusema, huyu mtu pia alikuwa pamoja na Yesu. Lakini Petro akakana akasema, ewe mwanamke, hata simjui. Baadaye kidogo mtu mwingine kwa kumwona Petro akasema, wewe pia ni mmoja wao. Baada ya muda wa kama saa moja hivi, mtu mwingine akazidi kusisitiza, kwa hakika huyu mtu naye alikuwa pamoja na Yesu, kwa maana yeye pia ni Mgalilaya. Petro akajibu, wewe mtu, mimi sijui unalosema. Wakati huo wewe mtu, mimi sijui unalosema. 60. Petro akajibu, wewe mtu, mimi sijui unalosema. Wakati huo akiwa bado anazungumza, jogoo akawika. Naye Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akakumbuka yale maneno ambayo Bwana alimwambia, kabla leo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia sana. This is Peter, the same person, yule tu mtu after Jesus had died. We are told in the scripture, tunaambiwa katika maandiko, he stayed for 3 days in the tomb. And after that, baada ya hapo, we are told in the scripture, he appeared to the
before ascension. Waangalie hiyo mkono, jaribu hiyo kishika tu inaenda hivyo, badilishia mic. So during those 40 days, that is also the time when Peter had decided that we must go back to fishing. And when Jesus was arrested, we are told in the scripture, people like Malchus, he was one of the disciples, but he was not among the 12, or rather the 12. He was not among the 12. When